na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe rafiki yangu. Asante Mungu wetu na Bwana wetu kwa neema uliyotupa siku nyingine ili tupate kujifunza neno lako. Mtakatifu wa Israeli, Bwana majeshi, tunaomba neema yako kutuwezesha kuelewa na kufahamu maandiko na kuishi sawa sawa na neno lako. Kwa utukufu wa Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba tukiamini. Amen, amen. Karibu sana rafiki yangu siku nyingine tena tupate kujifunza neno la Mungu, tupate kutafakari neno la Mungu kwa dakika hizi chache, tupate kutafakari neno la Mungu. Na siku ya leo tutajifunza kwa habari ya mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. Yaani nasikia kuabudu siku ya leo. Haleluya. Na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako. Mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. Siku leo nataka tukatafakari neno hilo, na tutakwenda kutafakari kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 na ule mstari wa 27. Ufunuo sura ya 21 na ule mstari wa 27. Haleluya, haleluya. Na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako. Yes, mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. Haleluya, haleluya. Kutoka katika kitabu cha Ufunuo 21 na ule mstari wa 27, neno la Mungu linasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Amen, amen. Ramando pozata. Asante Bwana. Na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako. Na wewe rafiki yangu uingie katika mbingu mpya na nchi mpya. Iwe maombi kwako wewe ndugu yangu, uingie katika mbingu mpya na nchi mpya. Iwe maombi kwako wewe rafiki yangu, wewe baba yangu, wewe mama yangu, wewe kijana mwenzangu, uingie katika mbingu mpya na nchi mpya. Maana huko ni kuzuri sana. Tukutane katika hiyo mbingu mpya na nchi mpya. Tukutane katika hiyo mbingu mpya na nchi mpya, huko ambako tutamsifu na kumwabudu Mungu milele na milele. Na iwe ramandapo zataka. Ninapoutazama uzuri na ukuu wa Bwana katika hiyo mbingu mpya na nchi mpya,
kuna nifariji sana sana kupita kiasi. Pamoja na kwamba katika dunia hii ziko tabu, ziko dhiki, zipo shida, ziko adha, lakini ninapo utafakari mji mpya, mbingu mpya na nchi mpya, ninatiwa nguvu, nasikia kuendelea mbele sana. Na iwe maombi kwako rafiki yangu, na iwe maombi kwako ndugu yangu, na iwe maombi kwako kijana mwenzangu, kwamba na wewe uwe na shauku ya kuingia katika mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya ambayo Biblia inatueleza kwamba ndani yake mstari wa 27 anasema ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Rikakatiaka. Asante Yesu. Ramando zata. Asante Bwana wangu na Mungu wangu. Asante mtakatifu wa Israeli. Asante Bwana majeshi, kwa kuliandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na iwe maombi kwako, na iwe maombi kwako. Paulo anasema ninaongeza bidii, ninafanya bidii katika kuichuchumilia taji. Anafanya bidii, anajituma, anajibidisha katika kuchuchumilia taji. Anasema ninafanya jambo moja tu, nikiasau yaliyo ya nyuma, nikiachuchumilia yaliyo ya mbele, akiangalia mbingu mpya na nchi mpya. Anaweka bidii katika kutafuta uso wa Bwana, asiwe mwenye kuwahubiri wengine, yeye akawa wa kukataliwa. Ramando zata. Maombi yangu ni kwamba ninapokuhubiri, lakini mimi mwenyewe niwe wa kwanza kuingia katika mbingu mpya na nchi mpya. Tuweze kuingia katika mbingu mpya na nchi mpya. Ninafanya bidii rafiki yangu, sifanyi mzaha. Ninafanya bidii katika kuhakikisha na mimi ninaingia katika mbingu mpya na nchi mpya. Tumeokolewa kwa neema, lakini mbinguni tunaambiwa hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Hebu ngoja nirudie tena. Nasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Rafiki yangu, ukisikia habari za kina Petro, habari za kina Yohana, habari za kina Paulo ambao tunawasoma kwenye Biblia tu hivi kirahisi, lakini maisha walioyaishi hayakuwa maisha ya unyonge. Wakafika mahali wakawaambia, je, ni halali sisi tuwasikilize ninyi kuliko kumsikiliza Mungu? Waache kuhubiri injili kwa sababu ya kuwasikiliza wanadamu. Wakasema hapana, lazima tutamsikiliza Mungu. Kama ni kufa tufe. Na ukiangalia maisha yao walioyaishi, waliishi maisha ya utaua na haki. Wengine wakanyongwa, wengine wakachinjwa, wengine wakapigwa kwa mawe. Hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Simaanishi kwamba kufa kwa kuchinjwa au kwa kunyongwa au kufa kwa kupigwa mawe ndio unaingia kishujaa mbinguni. Simaanishi hiyo, kwa sababu Yohana mwenyewe alikufa kifo cha kawaida katika uzee mwema. Alitumika mpaka anazeeka, anakuja anakufa, lakini anakufa katika uzee mwema kwa ushindi mkuu. Hakufa kinyonge wala hakuondoka kinyonge. Hata na hao waliochinjwa hawakufa kinyonge, hawakuondoka kinyonge. Walipambana, walipigania injili. Ukimfuatilia Yohana, aliwekwa mpaka kwenye pipa iliyokuwa linachemka, pipa la mafuta yaliyochemka. Wanamdumbukiza, lakini mwamba haungui, hateketei. Manda kapo zata.
hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Lazima upambane, lazima uongeze bidii, lazima ongeze juhudi katika kuomba, ongeza juhudi katika kusoma neno, lazima ongeze juhudi katika kufunga, lazima ongeze juhudi katika kumtafuta Bwana. Rikaka tiaka, hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Hiyo mbingu mpya na nchi mpya ikoje? Acha tusome, imeelezewa sana lakini tutasoma kidogo. Hapo anaposema hakitaingia chochote ndani yake kilicho kinyonge, nini basi hicho? Asante Yesu, asante Mfalme amani. Hakika wewe Bwana unashangaza, unashangaza. Yesu, acha ni kuabudu. Rikaya. Asante Bwana wangu na Mungu wangu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo hiyo 21 kuanzia mstari wa 23 anasema na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza. Sifa ya huo mji. Hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru. Yani ule utukufu wa Mungu unatia nuru. Haya. Na taa yake ni mwana kondoo. Maana yake mwana kondoo ndiye taa ya huo mji. Rimando zata. Anaendelea kusema mstari wa 24 anasema na mataifa watatembea katika nuru yake. Rikaya. Na mataifa tutatembea katika nuru yake. Na iwe maombi kwako. Na iwe Jesus. Bwana, nami ni urithi huo mji, niingie katika huo mji miongoni mwa mataifa watakaotembea katika huo mji, nami niwe miongoni mwao. Rikaya. Asante Baba, asante Yesu. Anasema na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Anaendelea anasema mstari wa 25 na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku ndani ya huo mji huo. Sasa nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake, ambako 27 ndo anamaliza anasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Maana kapo zata. Hebu hapa tukae kidogo hapa. Chochote kilicho kinyonge, tukae kidogo hapa. Anaposema chochote kilicho kinyonge, anatuhimiza nini? Anatuhamasisha nini? Anatuhamasisha tufanyeje, tuishi kwa namna gani ili tusio wanyonge ambao tutazuiliwa katika kuingia kwenye uzima wa milele. Anatuhamasisha nini? Rikaya. Petro amekamatwa, yuko gerezani, hasemi jamani mimi nimekubali, mwenzangu Yakobo ameshamchinja, basi mimi sihubiri tena injili na achana na huyu Yesu, mniache niwe huru. Lakini Petro anasema mikono yangu hii hapa, miguu yangu hii hapa, piga minyororo, piga pingu, simwachi huyu Yesu. Ramanda kapo zata. Huyu Yesu ni mzuri sana. Hakitaingia chochote kinyonge. Rafiki yangu, Biblia inapotueleza kwamba hakitaingia chochote kilicho kinyonge, hebu ngoja nisome vizuri nisije nani. Anasema na ndani yake hakitaingia kamwe, sio tu chochote, anasema kamwe
chochote kilicho kinyonge, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Anapotueleza kwa maana ya kwamba chochote kilicho kinyonge, anasema nini? Wakati ninaendelea kutafakari haya maneno, ikanijia yule mhalifu msalabani pale Yesu Kristo alipokuwa anasulubiwa. Ikanijia ile, najiuliza sasa, yule mhalifu msalabani alionyeshaje ushujaa na ujasiri wa kuingia mbinguni sio kwa unyonge? Alionyeshaje kwamba anaingia mbinguni yeye sio mnyonge, anaingia mbinguni, haingii mbinguni kinyonge? Alionyeshaje ya kwamba yeye anaingia mbinguni kama anaingia kwenye ule mji na ile si mnyonge, haingii kinyonge kwenye ule mji? Chochote tumeambiwa kamwe kilicho kinyonge. Na wakati yeye alikuwa pale msalabani, ushujaa gani aliyouonyesha, ujasiri gani aliyouonyesha, uimara gani aliyouonyesha? Maana wakati naendelea kutafakari, first tu ilinijia hiyo, kwa sababu yule tu mahala alipomaliza tu kusulubiwa pale, yule mhalifu akawa amekufa, na Yesu alimwahidi atakuwa na yeye wapi? Mbinguni. Hebu tupasome hapo kidogo ili tupate kuona kwenye kitabu cha Luka sura ya 23 na mstari wa 39 mpaka 43. Hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Je, huyu alionyesha ujasiri gani na uimara gani na uhodari gani hata aweze kuingia kwenye, apate access, apate kibali cha kuingia kwenye huo mji, apate kibali cha kuingia kwenye huo mji, kwenye hiyo mbingu mpya na nchi mpya? Alionyesha ujasiri gani na uimara gani na uhodari gani? Hebu tusome hapa kidogo kwenye kitabu cha 39, Luka 23 mstari wa 39 hadi 43. Neno la Mungu linasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Mmoja alimtukana akamwambia, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Unaona? Mstari wa 40 unasema, lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Wewe katika hukumu hiyo, nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyoyastahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Mstari wa 43, Yesu anampa uhakikisho wa kuingia sasa. Anasema, Yesu akamwambia, amini nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Ramanda. Sasa ngoja nikuonyeshe ujasiri alioonyesha mtu huyu mahali hapa. Uhodari wake na uimara wake ni hapa, kwamba kwanza alijijua yeye ni mkosaji, alijijua yeye ni mwenye dhambi, alijijua hilo. Lakini pili, alimjua mwokozi wake ni Yesu Kristo. Pamoja na kwamba tayari yuko msalabani, Yesu ndiye anayeweza kumwokoa. Unasema utajuaje? Hapa aliposema wewe humwogopi hata Mungu, wewe katika hukumu hiyo, nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tumepokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote. Pamoja na kwamba yuko msalabani, pamoja na kwamba yuko kwenye mateso, kwenye maumivu makali, kwenye vipigo, kwenye shida na adha, bado akaonyesha uimara wa kumkubali Yesu. Bado akaonyesha uimara wa kusema wewe Yesu ni Bwana. Maana kitendo cha kusema unikumbuke kwenye ufalme wako, anasema kitendo hiki, anasema kisha akasema, Yesu,
nikumbuke katika ufalme wako. Kitendo hiki kinadhihirisha kwamba ninakukubali wewe Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wewe ndiwe mfalme wangu. Ndio maana namwambia unikumbuke katika ufalme wako, pamoja na magumu na machungu anayoyapitia. Angeweza na yeye kumkejeli na kumwambia, sasa wewe kama wewe ndio Mwokozi wetu, si tuokoe na sisi. Kama ilivyo sasa hivi kuna watu wanapofika kwenye changamoto na magumu wanasema, kama Yesu unaweza kuniokoa niokoe. Anafika mahali anasema, kama unaweza kuniokoa niokoe, kwa maana ya kumkejeli, kwa maana ya kama kumuonyesha kwamba Yesu hawezi, kumuandamine Yesu, to undermine Jesus, kwamba yeye si lolote, si chochote. Mtu anafika anakutana na changamoto, hajala siku 2, anasema kama Yesu mwenyewe ameshindwa kunipa chakula, huyu sio Yesu. Rafiki yangu, mbinguni hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Wewe kukaa siku 2 bila kula sio sababu ya wewe kumwacha Yesu. Kuna mhalifu msalabani, amepigwa misumari, amepigwa mijeledi, amechoka, yuko hoi na anajua anakaribia kufa, na yuko na Yesu msalabani. Akatambua huyu ndiye Bwana wangu na Mwokozi wangu, lazima nimsihi yeye. Kwanza anatuonyesha kumtetea Yesu. Kumhubiri Yesu pamoja na magumu aliyokuwa nayo, bado aliendelea, alimhubiri Yesu. Alimhubirije? Alimwambia yule mwenzake, haumogopi hata Mungu? Sisi tumestahili kuwa hivi, lakini yeye hakustahili, huyu ni mwenye haki. Akamhubiri Yesu. Afu alivyomaliza kumhubiri Yesu, akasema, Yesu, mimi nakukubali, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba unikumbuke kwenye ufalme wako. Kitendo cha kusema unikumbuke kwenye ufalme wako ni anasalenda kwa Yesu. Amekubali Yesu ndiye Bwana, amekubali Yesu ndiye mfalme, amemkubali Yesu kuwa yeye ni mfalme. Ndio maana akasema unikumbuke kwenye ufalme wako, nataka niwe na wewe. Na Yesu akakubali msamaha wake, akamsamehe. Yule mtu ameingia kwa ujasiri, ameingia sio kwa unyonge, kwa ushujaa. Yuko msalabani anamkiri Yesu. Wewe unakutana na changamoto, tena hakuna mtu anayekugombeza, uko huru tu mwenyewe. Wakati mwingine ni uvivu na uzembe wako umesababisha unaanza kumsema, unamkataa Yesu, unamkana Yesu, afu unataka uende mbinguni. Kinamna gani? Kwa sababu ya kazi unamwacha Yesu, unaotoa mwili wako, unafanya tendo la uovu, la kuzini na mtu ili upate kazi kwa sababu ya kazi, afu unataka uende mbinguni. Kirahisi hivyo. Unaiba vitu vya watu, kirahisi unataka uende mbinguni. Kirahisi tu hivyo tu, kirahisi. Unaambiwa kamwe hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Hakitaingia kamwe. Lazima ukubali kujikana, ukubali. Yesu Kristo anasema mahali pengine, atakaye kunifuata ajitwike msalaba wake anifuate. Beba msalaba wako. Uko kwenye magumu, unasema Yesu ni Bwana. Unapigwa mawe, unasema Yesu ni Bwana. Baba uwarehemu, hawajui walitendalo. Kuingia mbinguni sio kwa kinyonge. Lazima tuingie kwa ushujaa, lazima tuingie kwa ujasiri, lazima tuingie, sijui nielezee kwa namna gani. Kwa sababu anasema ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda nanyi mtashinda. Tunayo dhiki, lakini inatupasa dhiki ya kila namna tunayokutana nayo tuweze kuishinda. Huyo mtu pale msalabani alikuwa na dhiki ya maumivu na mateso, lakini akakubali kuvumilia. Akasema, Yesu, ninakukubali wewe, pamoja na maumivu nilionayo, mimi ninakuhitaji wewe Yesu. Je, wewe kwenye shida yako bado unaendelea kumwita Yesu kuwa ni Bwana? Katikati ya changamoto unazopitia bado unaendelea kusema Yesu ni Bwana? Au kwenye changamoto zikikukuta ndo unasema ngoja niende kwa mganga kwanza, mtaalamu fulani anisaidie, afu baadaye nitarudi? Umeumwa mwaka mzima hujapona, wanakuambia wewe umeshaombewa, umeenda hospitali imeshindikana, twende kwa mtaalamu fulani akuombee, akusaidie. Akikupa tu dawa, huyo unapona kabisa. Rafiki yangu, acha nikwambie, pamoja na magumu ulionayo kwenye ule mji na ile mji mpya na mbingu mpya, hatutoingia kinyonge. Kwa namna hiyo tu kwamba umekutana na magumu unamkana Yesu,
afu unataka ende mbinguni. Hatuingii kwa namna hiyo. Katikati ya hayo magumu, hata ungeugua miaka 2 mitatu, sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Unasema unajuaje? Yule Lazaro aliyekuwa na madonda mwili mzima, anaenda kula makombo ya tajiri, bado aliendelea kusema Yesu ni Bwana. Una uhakika gani kwamba aliendelea kusema? Kwa sababu Biblia inatuambia baada ya kufa alionekana kwenye kifua cha Ibrahimu. Maana yake pamoja na maumivu na mateso aliyokuwa nayo, aliendelea kusema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge kwenye ile mbingu mpya na nchi mpya. Kamwe chochote kilicho kinyonge. Rafiki yangu, changamoto za hapa duniani zisikufanye umwache Yesu. Changamoto unazokutana nazo, shida unazokutana nazo, zisikufanye umwache Yesu. Katikati ya hizo changamoto, songa mbele. Wana wa Israeli wanakutana na bahari mbele, nyuma mlima, nyuma sijui nini, pembeni mlima, pembeni huku kitu kingine, nyuma wako wa Misri, Farao anawafuatia, lakini Bwana anawaambia songa mbele. Kwenye hiyo bahari kuna njia. Songa mbele. Rafiki yangu, hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Kamwe chochote kilicho kinyonge. Yaani hii sehemu imenibariki sana. Anasema mstari wa 27. Mstari wa 27, hii Ufunuo mstari wa 27 anasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Na ndani yake, ndani ya hiyo mbingu mpya, huo mji mpya, mbingu mpya na nchi mpya, hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Ramanda kapoza tarika ya kaka. Umekaa miaka 2 hujapata mtoto, unaambiwa huyo wazai, tafuta mwanamke mwingine ili uweze kuzaa. Rika yaka. Hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Rafiki yangu, safari hii inatakiwa kujikana. Lazima ukubaliane na yote, usimwache Yesu. Hata ikibidi kuacha kazi, wakikufukuza kazi kwa sababu hawamtaki Yesu wako, basi wanataka uondoke kazini, waambie kama Yesu wangu hamtaki na kazi na mimi, basi naacha. Unaacha. Kamwe hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Kama mnataka mimi, mnatakiwa mtake na Yesu. Mnataka niwafanyie kazi, mnatakiwa mtake na Yesu niliye naye ndani. Wakimkataa Yesu uliye naye, maana yake wanakuambia, wakimkataa Yesu uliye naye, waambie na mimi kazi yenu siitaki, na mtaka huyu Yesu. Rakapa ziko ropo zata. Hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Unasema unajuaje? Kwenye kitabu kile cha Daniel tunaona wakina Daniel wakati wanawakataza kwa habari ya kuabudu na kumwabudu Mungu wao, Daniel anafungua madirisha. Alikuwa anaomba akiwa amefunga, lakini akafungua madirisha ili aonekane kwamba nitaendelea kumwabudu Mungu wangu, sitamwabudu Mungu mwingine. Kuna watu wamempoteza Yesu kwa sababu ya kazi. Kuna watu wamempoteza Yesu kwa sababu ya biashara. Kuna watu wamempoteza Yesu kwa sababu ya mazingira. Kuna watu wamekubali kumpoteza Yesu. Rafiki yangu, kamwe hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Na Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Bado kitambo kidogo sana. Waombaji watanielewa. Bado kitambo kidogo sana. Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Hakitaingia chochote kamwe kilicho kinyonge. Kamwe chochote kilicho kinyonge hakitaingia kwenye huo mji mpya na mbingu mpya. Rafiki yangu, usikubali kumpoteza Yesu kwa sababu ya kitu chochote kile. Paulo anafika mahali anasema, kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu? Je, ni shida? Je, ni adha? Je, ni chuki? Je, ni njaa? Je, ni uchi? Anasema, na sasa nimetambua hakuna chochote cha kunitenga na upendo wa Mungu. Kamwe hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Kamwe.
kwenye hiyo mbingu mpya na nchi mpya. Rafiki yangu, usikubali. Yani kuna vitu vingine nashindwaga kuelewa. Unakuta mtu mwingine ni marafiki tu, ule ushawishi tu wa marafiki anaogopa eti watamcheke eti na wewe umeokoka hii. Na wewe umeokoka. Yani hicho tu kinamfanya amwache Yesu. Hicho tu, marafiki tu, ile kumzonga tu, kumsema tu kwamba na wewe umeokoka. Na wewe sijui nini. Acha bwana sijui nini. Yani maneno tu ya marafiki yanamfanya amwache Yesu. Raka hapo ziko rasata. Nakumbuka nikiwa sekondari walikuwa wananiambia wewe umeokoka? Tutakuona. Alikuwepo kama aliyekuwa ameokoka. Lakini alivyomaliza tu hapo si yule pale unamuonaje? Tukaenda nikamaliza olevo chuo, naendelea na Yesu wangu, ananiambia na umeokoka? Wewe hutoweza, hata hautotoboa. kamwe akitaingia chochote kilicho kinyonge. Nikamaliza chuo. Rika mando kopozata. Nakumbuka siku moja mimi nilivyomaliza chuo nilimwambia Mungu sitaenda kufanya kazi kwenye kiwanda cha bia, kwa sababu kozi yangu niliyosomea inahusiana na vitu ambavyo naweza nikafanya kazi kwenye kiwanda cha bia. Nikamwambia sitaenda kufanya kazi kwenye kiwanda cha bia. Alafu uone sasa Mungu alivyo ajabu, nimeomba hivyo, akatokea ndugu yangu mmoja akanifanyia connection kwenye kiwanda cha bia. Akaniambia, rafiki yangu, ndugu yangu, kuna nafasi 6 zimetoka, tuma CV. Na kuna mtu anakutumia email, mtumie CV zako na vyeti vyako vyote ili uende kufanya interview. Maana yake ile mimi nilikuwa naenda kama kiashiria tu kwamba na mimi nimefanya interview, lakini mimi nilikuwa tayari kazi hiyo hapo. Nikaambia sawa, haina shida, nitatuma. Kwa ajili ya kutokumkatisha tamaa ili siku nyingine asinipe connection nyingine, nikatuma. Lakini baada ya kutuma nikaenda mbele za Mungu, nikamwambia Mungu, nilikwambia mimi sitafanya kazi kwenye kiwanda cha bia. Nikamwambia sitafanya kazi kwenye kiwanda cha bia. Nimetuma zile CV lakini siendi kwenye hiyo interview. Na baada ya maombi Mungu akaniambia mwambie yule mtu aliyekufanyia connection kwamba hautoenda. Nilivyomaliza ile maombi nikamwambia yule mtu, aisee, nashukuru kwa connection ulionifanyia, lakini mimi moyoni mwangu sisikii kwenda kufanya kazi kwenye hicho kiwanda cha bia. Akaniambia, rafiki yangu, ndugu yangu, wewe unaenda tu ni unafanya kazi, kwani unakunywa? Kwani? Kaambia mimi moyoni mwangu nimesikia sitaenda kufanya kazi kwenye hicho kiwanda cha bia. Na wakati huo sina kazi, sina sijui mwelekeo, sina nini. Niko tu mtaani najishughulisha na mambo yangu tu mwenyewe. Nilikuwa kipindi hicho nafanya kazi za umachinga, nafanya biashara ndogo ndogo. Niko tu mtaani na hiyo biashara yenyewe sio kwamba imeimarika, bado tu ninaunga tu. Lakini nikakataa kazi. Kwa nini? Kamwe hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Kamwe. I was committed to God. Nilijicommit kwa Mungu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Wewe ni chaguo langu la milele, nikiwa na wewe nina amani tele. Haleluya. Kamwe kwenye hiyo mbingu mpya na nchi mpya, kamwe hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Hakitaingia rafiki yangu. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Hizo nguvu zinazozungumzwa sio nguvu za vyuma, kunyanyua vyuma, wala sio nguvu sijui za push up au sijui nini. Hapana, nguvu zinazozungumzwa ni nguvu za rohoni, ambazo hizo nguvu za rohoni zinatengenezwa kwa neno la Mungu, zinatengenezwa kwa ibada, zinatengenezwa kwa maombi, zinatengenezwa kwa mifungo. Rika ya mando zata.
kamwe hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Ukiwa mtu wa neno, ukiwa mtu wa maombi, ukiwa mtu wa ibada, unakuwa na nguvu kiasi kwamba jambo lolote linapotokea mbele yako unasema, kama hili linanitoa kwa Yesu, siko tayari. Meshaki, Shadraka na Abednego wakafika mahali wakasema, mfalme, yani usijisumbue, hatutakusujudu wala kukuabudu. Kama Mungu akituokoa na atuokoe, asipotuokoa basi na tufe. Yani walikubali bora wafe kuliko kumwabudu mfalme. Je, wewe uko tayari kufa? Uko tayari kufa? Ila tu usimwabudu mfalme, usiwaabudu watu, usiabudu kazi. Uko tayari uteseke na uhangaike? Uko tayari uache biashara? Uko tayari ufukuzwe kazi? Uko tayari kwa ajili ya Yesu? Uko tayari kukubaliana na hali unayoipitia ya machungu, ya magonjwa na ugonjwa ulionao? Uko tayari kuendelea kukaa katika hiyo hali ili mradi usimwache Yesu? Uko tayari? Uko tayari? Au kwa sababu kuna mtu amekwambia ukienda kwa fulani atakusaidia huo ugonjwa wako utapona, mganga fulani ukienda ni mtaalamu sana, ukinani atakusaidia utapona, kwa sababu umesikia hilo tu unataka umwache Yesu? Hilo tu. Labda nikwambie kitu kingine, hata kikusaidia ukapona hautokufa. Ukifa bila Yesu ni hasara kubwa kuliko kufa na ugonjwa. Kama Yesu hata kuponya mpaka unakufa, bora ufe na ugonjwa wako lakini uende kwa Yesu. Kama Yesu hata kusaidia ufanikiwe na uwe tajiri mkubwa, bora ufe na umaskini wako lakini uende kwa Yesu, kuliko umwache Yesu kwa ajili ya kutaka mali na umaarufu. Bora ufe bila kuwa maarufu lakini uende mbinguni. Biblia imetuambia, mtu itakufaidi nini ukikosa ufalme wa mbinguni? Ukipata dunia yote, vitu vyote vya dunia, ukipata dunia nzima ukaokosa ufalme wa mbinguni, uzima wa milele, itakufaidi nini? Ni bora ufe bila kujulikana lakini ufe na Yesu, uende mbinguni. Kwa sababu ukifika kule wewe ni shujaa, wewe ni mshindi, wewe sio mnyonge. Hapa duniani ndo watu wanaweza kuona ni mnyonge, lakini wewe sio mnyonge. Ukifika kule wewe ni shujaa. Hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Bora ufe bila kupata kazi lakini ufe na Yesu. Kama Yesu hata kusaidia upate kazi, bora ufe bila kupata kazi. Mikaya mandozo, hata hakitaingia chochote kamwe kilicho kinyonge. Kamwe hakitaingia. Hakitaingia. Yesu anaweza kuponya, Yesu anaweza kutajirisha, Yesu anaweza kuinua, Yesu anaweza akakufanya maarufu. Kama asipotaka kukufanyia chochote kile kati ya hivyo, bora ubaki kama ulivyo lakini ubaki na Yesu, kuliko uvipate ukamkosa Yesu. Rikayaka. Yote kwa yote, Yesu hakufa msalabani ili situwe matajiri, ili situwe na mali, ili situwe maarufu. Alikufa msalabani kutusamee dhambi zetu, kutuokoa kutoka dhambini na kutuleta katika uzima. Akikupa mali, akikupa fedha, akikufanya maarufu, hivyo ni ziada. Hivyo ni ziada. Ameamua ajidhihirishe, ajitukuze katika wewe, ni ziada. Lakini first of all, lazima uwe na yeye. Alipowatuma wale wanafunzi wake waende wakahubiri, walivyorudi wakasema, tumeona mapepo yakitutii, tumeona sijui nini. Akawaambia, msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Na hapa tumeambiwa hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge. Hebu tuusome tena mstari ili tusitoke kwenye pointi ambayo tunaitaka. Anasema Ufunuo 21 mstari wa 27, anasema, na ndani yake hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
Waliporudi akawaambia msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii. Ukihubiri injili watu wakalipuka mapepo, watu wakaanguka, wakafanyaje? Usifurahie tu kwa ajili ya hicho, usifurahi kwa ajili ya hicho. Furahi kwa kuwa jina lako limeandikwa mbinguni, kwa sababu hayo yote unayofanya utayaona ni ya maana na ya muhimu sana utakapofika mbinguni. Hapa duniani huwezi ukaona chochote. Kuna wakati utawahubiria watu hao uliowahubiria wakakuburuta, wakakupiga kwa mawe. Uliwahubiria ukawaombea ukawaponya, lakini bado wakakupiga kwa mawe. Uliwahubiria ukawaombea wakapona, bado watakusengenya. Uliwahubiria ukawaombea ukawaponya, bado watakusema, watakutukana. Kwa hiyo usikae na kutafuta na kung'ang'ana kutafuta umaarufu na uzuri na ubora katika dunia hii ambayo unapita. Kama jina lako halijaandikwa kwenye kitabu cha uzima, ni sawa na bure. Ni bora usingehubiri, ni bora usingeponya, ni bora usingewaombea, ukakazana na ukang'ang'ana kujiombea mwenyewe ili uende mbinguni. Sisemi usihubiri wala usiombe, waombee, wahubirie, lakini kwanza wewe uwe na uhakika wa kwenda mbinguni. Hata mimi mwenyewe najichunguza kila wakati, kila mara ninapoona nina dosari, mapema nachukua hatua. Bwana ni rehemu, Yesu ni rehemu, nisamehe Baba, nimekosa, nimeenda kinyume na isiyofaa, nitengeneze Baba, rikayaka. Hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Mtu anayesema ninatafuta hela ya kula, sina hela ya kula, Yesu ameshindwa kunisaidia, na mimi Yesu namwacha naenda kutafuta hela ya kula. Rafiki yangu, mbingu utaisikia. Mbingu utaisikia. Unayesema mpaka upate mali ndo utakuja kwa Yesu, mbingu utaisikia. Unayesema mpaka ujenge ndo utakuja kwa Yesu, mbingu utaisikia. Unayesema mpaka uolewe au uoe ndo utakuja kwa Yesu, mbingu utaisikia. Hakitaingia chochote kilicho kinyonge kamwe. Chochote kilicho kinyonge hakitaingia kwenye hiyo mbingu mpya na nchi mpya. Rakaya papati kaka, hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Yeyote anayeendekeza mambo ya dunia hii na akamwacha Yesu, mbingu ataisikia. Raka papa Baba, tusaidie Mfalme, tusaidie Yesu Kristo, tusaidie Jehova, tusaidie Adonai. Najua kuna wengi wanajitahidi, wanapambana, wanatamani na wao waishi maisha ya utaua, wanashindwa, hawawezi kwa sababu wamefungwa kwenye vifungo na ibilisi. Baba, ninaomba kwa ajili yao, achilia neema ya kuwafungua, waipokee neema ya wokovu. Wakukubali wewe Yesu pamoja na magumu walionayo, wakukubali wewe Yesu pamoja na changamoto walizonazo, wakukubali wewe Yesu pamoja na mafanikio walionayo, wakukubali wewe Yesu pamoja na ufahari na ubora walionao. Wakukubali wewe Yesu, waseme wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Rika mandos. Rafiki yangu, wewe unayesema unamhitaji Yesu, unahitaji Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba unifuatishe maombi haya. Sema, ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Ee Yesu, ninakuomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kuanzia leo Yesu, ninakukubali
kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu, nisamehe. Yesu, nitakase. Yesu, niponye. Amen, amen. Barikiwe sana wewe ambao umenifuatisha maombi haya. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi bado kitambo kidogo sana. Endelea mbele, usirudi nyuma. Hakikisha unaenda kanisani, hakikisha unasoma neno la Mungu kila siku, hakikisha unamuomba Mungu kila wakati. Ukiyazingatia hayo, utaweza kudumu na kukaa katika wokovu mpaka Yesu atakaporudi. Mungu wangu na Bwana wangu Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa ajili ya kila aliyenisikia na aliyenisikiliza. Bwana, ninaomba uwabariki, uwatunze, uwalinde, uwaimarishe, na wote uliowakusudia Bwana kuwaponya kwa waponye. Kila anayeteswa na mwovu ibilisi shetani, Mungu ninaomba ukamweke huru kwa jina lako Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa neema yako inayotuwezesha kuendelea kuishi maisha matakatifu ya haki na utauwa na kiasi. Endelea kututunza katika neema hiyo hata utakaporudi Mwokozi. Roho wako Mtakatifu aendelee kukaa ndani yetu, akitufundisha, akituelekeza, akituonya katika mambo yote yatupasao kutenda sasa na mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba nikiamini. Amen, amen.